Kweli baadaye baba akaja, alizungumza na mimi kwa muda mrefu na akanifungua. Alinifungua akaniambia hivi, kwa sasa utapata choo au unaweza ukaenda kucheki chooni, yani ukajaribu. Akasema mimi hapa naenda kumalizia haja zangu huku kucho. Sasa nimeenda chooni, yani sikapata yale maumivu na nilijisaidi mpaka nikakatisha mwenyewe. Karibu dada, utatuambia unaitwa nani, umetoka wapi na nini ambacho Bwana Mungu wetu na Kristo wake wamekutendea kupitia mpakwa mafuta baba yetu mtume na nabii James Onea. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Margaret Wilson Godfrey. Ni mkazi wa hapa Kinondoni Shamba na shuhuda nyingi, lakini leo nashuhudia ushuhuda mmoja. Karibu. Kwa siku ya jana baba alinifungua kwa kuweza kupata choo wiki 2. Nilikuwa yani kabla baba kunifungua, kawaida yangu ilikuwa yani kwa wiki napata choo siku moja tu, ambayo ni Jumapili tu. Yani hiyo Jumapili, na hiyo Jumapili yenyewe ni usiku saa 5 saa 6. Yani kisema ni kwamba nimebanwa, afu yani ninafanya shughuli nyingine, nikasema asubuhi nitajisaidia hata baadaye, ili hali inakata, na ikishakata yani nitajisaidia tena Jumatatu. Sasa siku ya wiki zilizopita, wiki mbili zilizopita, ndo ikawa changamoto kujisaidia. Siku ya kwanza, ya pili, sasa nasema hivi Jumapili nitajisaidia kama kawaida yangu. Sasa Jumapili yenyewe imepita, nikawa sijaweza kujisaidia ile haja kubwa. So siku ya Alhamis nimeenda shule, ikawa ni ngumu hadi kukaa. Kwa hiyo nikikaa yani siwezi kukaa hivi kawaida, nikikaa nakalia hivi mapaja, afu kiuno kinakuwa juu hivi, sababu nikikaa hivi kawaida naumia. Hata kutembea hivi, nikisema nitembea haraka ni shida. Kwa hiyo nikitembea natembea pole pole. Nikarudi nyumbani nikamwambia bibi, mimi sijapata choo na wiki 2. Akasema yeye, umepata choo, hujapata choo wiki 2 alafu bado hausemi kwa nini? Nikamwambia mimi nilichukulia kawaida kwa sababu najisaidia Jumapili hadi Jumapili. Kwa hiyo nikachukulia tu ni hali ya kawaida. Akasema nini, kunywa chai, kunywa vitu vya moto, matunda, papai, nini, nikaletwa pale, nimekula, lakini wapi. Yani tumbo ndo likawa linazidi kujaa. Yani nasikia kabisa naumwa, yani ya kupu, lakini nikaenda chooni, yani sipati chochote zaidi ya kuugulia tu maumivu, nalia. Na nikijitahidi kupush, yani huko kote kunauma, napata shida, napiga makelele, watu wananicheka, lakini nikawa naendelea kunywa maji ya moto nini, lakini choo bado sikuweza kupata. Ila bibi akaniambia hivi, hauna mafuta ya upako? Nikasema ninayo. Akasema basi kunywa. Ile baada ya siku dada alivyokuwa anafungua tu aliombea na mafuta. So nikachukua nikanywa. Nilipokuja nikakaa kidogo, baada hapo nikasikia kama choo. Nikaenda chooni, nimejisaidia, yani nikazania nitajisaidia, yani nitamaliza haja zangu zote. Nimekuja kushangaa nimetoka kipunje. Amen. Nimetoka kipunje hadi kidogo, yani hadi nikakasirika. Nikasema jamani, bado tumbo linauma. Nikatoka chooni, nikaenda chumbani, nikawa nalilia haja kubwa. Nimelia, bibi ananiambia utajisaidia nini? Nikamwambia sasa mimi najisaidia. Amen. Pigie Bwana makofi. Nikaendelea Ijumaa sikwenda shule sababu hata kutembea hivi ilikuwa shida. Kwa hiyo nikawa natembea nakaa hivi, hata kusimama yani sitaki miguu niibananisha hivi, sababu nikibananisha naumia. Kweli Jumamosi asubuhi saa 12 nimekurupuka. Nimejiandaa, nimemaliza, nimekuja saa 1. Alitokea baba
Baba akasema hivi, my daughter, nikamwambia baba shalom, nikamsalimia, akamwambia hivi subiri hapo kwenye kiti, nikasubiri. Akaja pasta nikapiga naye story, nikafanya kafutafuta viti pale, huku naendelea na maumivu yangu nikitembea. Kweli baadaye baba akaja, alizungumza na mimi kwa muda mrefu na akanifungua. Alinifungua akaniambia hivi, kwa sasa utapata choo au unaweza ukaenda kucheki chooni, yani ukajaribu. Akasema mimi hapa naenda kumalizia haja zangu huku kucho, sije nikaenda nyumbani kitu kikagoma tena bure, nikapitiliza moja kwa moja chooni. Amen. Sasa nimeenda chooni, yani sikapata yale maumivu na nilijisaidi mpaka nikakatisha mwenyewe. Amen. Mpaka nikakatisha mwenyewe. Yaani nikajisikia mwepesi na tumbo langu likawa limepungua, sababu hata kula, yaani ngopo na njaa natamani kula, lakini kula sasa nikaona nikila tumbo langu litazidi kujaa. So ndio hivyo, nimefunguliwa na leo asubuhi nimemwaga sela. Amen. Mage, tunatamani kujua kabla tuendelea mbele zaidi ya kwamba hizo wiki mbili kabla hiyo hali haijawa tete na kushindwa kwenda shuleni na kabla hujakutana na mtumishi wa Bwana, au tunatamani kujua hiyo hali ya kuto kupata choo ni wiki mbili tu au ilianza muda mrefu lakini ulikuwa unachukulia poa? Karibu. Sikuwahi kuto kupata choo zaidi ya wiki mbili. Yaani kwa wiki ngopo napata tu mara moja toka nilivyoingia form 2 yani. Ndio hiyo changamoto ikawa najitokeza. Kwa wiki Jumapili kama Jumapili sitopata, Jumatatu shule. Na ilikuwa inanisumbua kwa sababu madam yupo darasani, namuomba ruhusa, madam naomba niende chooni. Yaani nikizidisha huo muda sipati mpaka siku nyingine. So ilikuwa hivyo, ilikuwa muendelezo. Ndio wiki hizo mbili sasa ndo zikawa ngumu sasa kupata. Ndio nikaja kuonana na mtumishi wa Bwana akanihudumia, nimefunguliwa. Amen. Kawaida ya kibinadamu tunajua ya kwamba mtu kupitisha wiki au naenda haja kubwa mara moja kwa wiki sio kitu kirahisi. Umetuambia hiyo hali imeanza ulipokuwa form 2. Watu wanatamani kujua form 2 miaka 10 iliyopita, form 2 ilikuwa ya mwaka gani, ili watu waanze kujua kwamba yani huu muda wote huyu binti alikuwa anatembea na hii hali afu ametulia tu kimya akawa anachukulia kawaida. Tunatamani kujua nilikuwa ni mwaka gani ambapo ulianza hiyo changamoto? Ilikuwa mwaka 2024. Ni miaka mitatu. Kwa hiyo kwa miaka mitatu unajisaidia mara moja kwa wiki? Ndio. Na labda katika hicho kipindi chote cha miaka mitatu kabla haujakutana siku ya jana na mtumishi wa Bwana baba yetu mtume Nabii James Onea, uliwahi kwenda hospitalini au ulitumia dawa zozote au ulichukulia kawaida? Yaani sijawahi kwenda hospitalini, nilichukulia tu kawaida. Na katika wiki nzima, kwa mfano umesema ulikuwa unapata siku ya Jumapili na kuanzia majira ya saa 5 usiku. Labda ndani ya hizo siku, labda tuseme siku 6, hali yako ya tumbo au ilikuwaje? Ilikuwa tu ni kawaida au kuna vitu fulani ulikuwa unavisikia lakini ulikuwa unavumilia? Yaani hiyo kabla ya kujisaidia hiyo Jumapili, yaani najisikia kabisa ninabanwa, lakini nikienda chooni sipati kitu mpaka hiyo siku yenyewe Jumapili ndo najisaidia. Na kipindi hicho cha miaka mitatu kabla hujahudumiwa na mtumishi wa Bwana, na upande wa ulaji wako ilikuwaje? Ulikuwa unakula kiasi gani? Yaani ulikuwa tu unadokoa kwa sababu ya hiyo hali au ulikuwa tu unakula yani ule mlo wenyewe ule? Tunatamani kujua. Mimi nilikuwa nakula kwa sababu unajua Jumapili nitajisaidia. Amen. Na baada ya kuja siku ya jana mahali hapa na mtumishi wa Bwana aliweza kukuhudumia baba yetu mtume Nabii James Onea, labda alikwambia kwamba hiyo hali imetokana na nini? Kwa sababu tunajua kwamba baba yetu mahali hapa ni mtume na nabii, lakini tunajua kwenye ile roho ya kinabii au macho ya kinabii aliweza labda kuona kwamba hiyo sababu imesababishwa na nini. Tunatamani kujua kwa ufupi. Mimi najua alinihudumia
Amen. Na tangia siku ya jana baba yetu mtume Nabii James Onea ameweza kukuhudumia na ukaweza kufunguliwa kwa utukufu wa Bwana. Toka ile siku ya jana umeenda raundi ngapi chooni? Karibu. Kwa jana nilienda raundi raundi 4. Amen. Na katika hizo raundi 4 ulikuwa unapata choo tu vizuri pasipo tatizo lolote? Unapata choo vizuri, yani sipati maumivu yoyote. Amen. Amen. Na kwa sababu jambo hili kabla ya kuhudumiwa na mtumishi wa Bwana ulishirikisha familia akiwepo bibi yako. Baada ya kuhudumiwa hapa na mtumishi wa Bwana, ulivyorudi nyumbani na kumwambia bibi, baada ya baba yangu mtume Nabii James Onea kuweza kunihudumia na Bwana ameweza kunifungua na nimepata choo kikubwa kwa wingi. Na baada bibi yako kusikia hivi, labda akamwambia bibi, sasa nimeshaenda mara 4. Kwa hiyo siku kitu ambacho hakikuwa cha kawaida, labda bibi anasemaje? Karibu. Kwanza ni vile alivyomaliza kunihudumia afu nikaa nimeenda nyumbani. Yeye mwenyewe kwanza akawa anashangaa jinsi nilivyokuwa natembea. Sababu nilikuwa natembea vizuri huko mwanzo. Sababu mwanzo nilikuwa ndo natembea hivyo kifua mbele. Lakini baada ya kuhudumia nilikuwa natembea vizuri. Akaniambia hivi, "Wewe si tena maumivu?" Nikamwambia si tena maumivu. Akasema, "Wewe sema ukweli." Nikamwambia Akasema, "Mungu amekufungua." Nikasema hivi, na hiyo hivyo hivyo. Lakini aliniambia kwamba hii changamoto hata yeye mwenyewe ilimkuta kwamba hakuwa na nini? Na uwezo wa kutoa haja kubwa nini. Hata mamake naye alikufa kwa hiyo changamoto ya kutokupata choo. Ila yeye alifunguliwa hapa, alikuwa anakujaga hapa kanisani, akafunguliwa akawa anapata choo. Kwa hiyo hii changamoto ilikuwa basi kama ambavyo Bwana Mungu ameweza kukufungua na kukukomboa na kukuponya kupitia mpako mafuta wa Bwana, basi Bwana akaendelee kukuimarisha na Bwana akaendelee kukupa kukuhifadhi, lakini Bwana akaendelee kusababisha vilivyosalia viendelee kutoka kwa utukufu wa jina la Bwana. Barikiwe na Bwana.